Na karibuni katika mkutano huu wa wanahabari maalum kuelekea mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC kati ya wenyeji Young African Sports Club na wageni wao Simba Sports Club. Kuna mambo kadhaa ambayo tumeona ni muhimu kuyazungumza leo ili sasa nyie wanahabari mtusaidie kuyafikisha kwa mashabiki na wadau wa ligi kuu ya NBC ambao wamekuwa wa thamani sana kwetu. Awali yote ningependa kutumia fursa hii kutoa shukrani zetu za dhati kwa wadau wote wa ligi kuu ya NBC, tukianzia kwa mdau mkuu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunatuma salamu kutoka TFF na bodi ya ligi kuu Tanzania kwenda kwao kwa namna ambavyo wamekuwa wakishirikiana nasi katika kuhakikisha mchezo wa mpira wa miguu unaendelea katika njia ambayo iko sahihi, katika amani na kila kitu kilicho bora. Lakini pia klabu zetu zinazoshiriki ligi zetu pamoja na mashabiki wao wamekuwa wana mchango mkubwa katika kutafuta huu ubora ambao tunao sasa hivi. Tunawashukuru sana kama bodi ya ligi kuu Tanzania na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Wadhamini, mdhamini mkuu Benki ya Taifa ya Biashara NBC, Azam Media Limited ambaye ni mdhamini mwenye haki ya matangazo ya runinga, pamoja na shirika la utangazaji la taifa TBC ambao ni wadhamini wenye haki ya matangazo ya redio. Kipekee kabisa wamefanya kazi kubwa katika msimu huu ambao tunaelekea ukingoni sasa. Vyama vishiriki vimekuwa na mchango mkubwa, lakini mwishoni ila kwa umuhimu mkubwa kabisa ni wanahabari na vyombo vya habari. Nyie ndio mastaa wetu. Mambo yote mazuri ambayo yametokea katika msimu huu, basi nyie ndio mmetusaidia kuyafikisha huko duniani ambako wanaendelea kuyazungumza. Asanteni sana wanahabari na vyombo vya habari, na bebeni hizi salamu sasa mtusaidie kufikisha kwa wadau wengine ambao nimewataja. Hapa kuna taarifa rasmi kuhusiana na mchezo namba 184 kwamba unakwenda kufanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kesho kutwa Juni 25 kuanzia majira ya saa 11 jioni. Hii ni taarifa ambayo tunatamani iwafikie wadau, wafahamu hivyo na waendelee, kila mmoja aendelee na maandalizi kuelekea mchezo huo. Lakini mbali na mchezo huo wa ligi ambao ndio mchezo pekee umesalia na timu mbili zinazokwenda kupambana katika mchezo huo zinatofautiana alama moja, ni kithibitisho kwamba tumekuwa na msimu wenye ushindani mkubwa. Sasa tuna thamani ya tarehe 25 imeongezeka maradufu. Mchezo wa dabi ya Kariakoo wenyewe peke yake ukisimama umekuwa na mvuto mkubwa, umekuwa ukivutia watu wengi kutoka ndani na nje ya nchi. Lakini sasa tuna tukio la kukabidhi kikombe cha ubingwa ambalo lenyewe ni tukio kubwa na lenye mvuto, likivutia watu pia kutoka ndani na nje ya nchi. Sisi sherehe zetu za ubingwa si sherehe ndogo ndogo, ni sherehe kubwa sana. Kwa hiyo matukio haya mawili sasa yanakwenda kutengeneza tukio moja ndani ya siku moja, na ndio sababu tumeona tuwaite leo ili tuwaeleze namna ambavyo tunaendea matukio hayo makubwa. Kulikuwa na jambo ambalo limekuwa na maswali mengi, swala zima la tiketi. Tutakumbuka kwamba mchezo huu uliahirishwa Machi 8 na mashabiki wetu wa thamani kabisa walikuwa wamenunua tiketi, na wapo ambao waliingia uwanjani ile siku, tiketi zao zilikaguliwa getini. Kulikuwa kimya kipindi kirefu, hakukuwa na taarifa yoyote rasmi kuhusiana na hatima ya mashabiki wale ambao walikuwa wamenunua tiketi. Leo hapa tunakwenda kujuzana juu ya hatima ya mashabiki yao, na niseme tu kwa kifupi kwamba kuna jambo la kwanza la kukumbushana kuhusu viingilio. Nipo na meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ali Kamwe. Yeye atakapokuja kuzungumza ataanza kuzungumzia viingilio, lakini kuhusu suala la wale ambao walishanunua tiketi ni kwamba tuna afisa kutoka NCAD ataelezea utaratibu. Lakini ni utaratibu kuhusiana na nini? Ni utaratibu kuhusiana na namna ambavyo
shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, bodi ya ligi kuu Tanzania na klabu mwenyeji Young African Sports Club tumefanya jitihada zote kwa kushirikiana na wenzetu wa N-Card kuhakikisha mashabiki wote ambao walinunua tiketi zao zinaenda kutumika katika huo mchezo. Lakini wapo ambao walipoteza kadi zao kwa bahati mbaya, na wao hatujawatupa. Tumehakikisha jambo lao linakwenda vizuri, tiketi zitarudishwa katika kadi ambazo watazinunua kwa ajili ya kurejesha hiyo tiketi yao ambao walinunua. Utaratibu gani utafuatwa kwenye kuhakikisha wana renew kadi zao ili wapate tiketi zao kwenye kadi? Mtaalamu kutoka N-Card ataelezea kwa upana, na nyie mtatusaidia kuwafikishia mashabiki wetu, ili mradi tu kila shabiki wa thamani ambaye alikata tiketi, basi ile haki yake ambayo inapatikana kwenye ile tiketi isipotee. Tumkaribishe tena. Sasa anakwenda kushuhudia matukio mawili badala ya tukio moja, anakwenda kushuhudia matukio mawili ambayo ni dabi ya Kariakoo pamoja na sherehe za kukabidhi kikombe cha ubingwa kwa bingwa ambaye atapatikana tarehe hiyo.